Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu, karibuni tena katika hii session ya Matendo ya Mitume 19. Nitasoma leo kuanzia mstari wa 21 mpaka 41 tunamalizia. Tumeigawa katika sehemu mbili, nimeigawa mstari wa 21 mpaka 29, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili tutaangalia 30 mpaka 41. Kama kaida yetu tunakaribisha kuchangia maswali na moderator atatuongoza saa ikifika ya kuchangia. Nitamkaribisha my sister Pamela atusomee. Karibu Pamela, utusomee. Asante, nitasoma kama ilivyoandikwa. Baada ya mambo haya kutokea, Paulo aliongozwa na Roho kupitia Makedonia na Akaya, akiwa njiani kwenda Yerusalemu. Paulo alisema, nikishafika Yerusalemu ni lazima niende Rumi pia. 22. Akatuma wasaidizi wake wawili, Timotheo na Erasto, waende Makedonia, naye akakaa Asia kwa muda kidogo zaidi. Wakati huo huo pakatokea ghasia kubwa kwa sababu ya njia ya Bwana. Mtu mmoja aitwaye Demetrio, mhunzi wa vinyago vya fedha, alikuwa akitengeneza vihekalu vya fedha vya Artemi na kuwapatia mafundi wake biashara kubwa. Yeye aliwakutanisha watu hawa pamoja na watu wengine wanaofanya kazi za kutengeneza vinyago vya miungu kama wao, akawaambia, jamani, mnajua ya kuwa utajiri wetu unatokana na kazi zetu? Lakini nimeona na kusikia jinsi ambavyo huko Efeso na karibu Asia yote huyu Paulo amewashawishi watu na kutuharibia biashara kwa kusema kuwa miungu iliyotengenezwa na watu si miungu ya kweli. Kwa hiyo kuna hatari kuwa kazi yetu itaanza kudharauliwa, na si hivyo tu, bali hata hekalu la Mungu wetu Artemi aliyekuwa mkuu na anayeabudiwa Asia yote na ulimwengu wote litakuwa halina maana tena na utukufu wake utaondolewa. Waliposikia maneno haya walighadhabika, wakapiga kelele, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Mji mzima ukajaa vurugu, wakakimbilia katika ukumbi wa michezo kwa pamoja na wakawakamata Gayo na Aristarko wa Makedonia waliokuwa wakisafiri na Paulo. Amen. Amen. Asante sana Sister Pam, na kukaribisha moderator uendelee kwa ajili ya kuchangia. Amen, amen. Basi kama ilivyo kawaida yetu ni kunyoosha tu mikono ili tuendelee. Kwa hiyo ili tusipoteze muda, na leo ni kipindi cha mwisho, basi kila mwenye kitu cha kuweza kuchangia naomba tunyooshe mikono na tuendelee. Karibuni sana. Kuna mtu amenyoosha mkono? Okay. Karibu Sister Rebecca. Alafu Sister Jane. Umejimute Sister Rebecca. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Katika hii kuna mambo mawili matatu ambayo naomba niyaongelee. Ya kwanza tunaona kwamba jinsi ambavyo hawa wenzetu wa upande wa pili mara nyingine wanaweza wakatushinda katika swala la zio kwa ajili ya miungu yao, miungu iliyotengenezwa kwa mikono. Na hii mara nyingi hata tu wenyewe tunaweza kuwa mashahidi. Mimi nadhani watu wengi mmeshawahi kusikiaga ushuhuda wa yule alikuwaga ni nani, ni imam wa Kiislamu Mkenya mmoja hivi, alikuwaga anasema alivyookoka alishangaa sana Wakristo. Akasema nimeshangaa ni Wakristo sisi tunafunga maduka bwana mchana ili tuende kwenye ibada. Yes, saa nyingine Wakristo tunaweza tukasema ni neema ni nini, lakini bwana wenzetu kuna kitu fulani wanacho ambacho sisi hatuna. Na kama Bwana Yesu alivyosemaga kwamba jifunzeni kutoka kwa Mafarisayo, kuna vitu ambavyo tunaweza tukajifunza tu, tukawa humble, tukasema yes, kwa kweli kwa hapa mimi ambaye namwabudu Mungu wa kweli ningeenda nikafika angalau kale kalevo kazio, tungekuwa mbali zaidi. That's what I want to kuichangia. Angalia hawa jinsi walivyokuwa na wivu na miungu yao. Lakini vile vile kingine ambacho tunatakiwa tukiangalie, mara nyingi
hata huu wivu ukiwaangalia, yes, tunaweza tukajifunza kwa upande huo, lakini angalia, walikuwa wanapata faida, waliona kuna ufaida fulani katika kitu ambacho walikuwa wanafanya. Na hii ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwenye kitu chochote ambacho huoni faida nacho, uwezi ukawa na nani nacho, ukawa na ari ya kukifanya, mpaka uweze wewe mwenyewe ku think deep, kufind kwamba yes, hiki kitu napata faida. Kwa mfano, kama uoni faida katika maombi, hautakuwa mwombaji. Kama uoni faida katika kulisoma neno, hutalisoma neno. Chochote kile ambacho uoni faida nacho. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba mahali hazina ya mtu ilipo, ndipo moyo wake ulipo. Kwa wewe kama unaona maombi ni hazina, unaona neno la Mungu ni hazina, unaona kumtumikia Mungu ni hazina, utakivalue na utakiwekea nguvu na utakifanya, na vile vile itakucost. Yani hakiji bure bure, lazima ikucost na uwe tayari kuitoa hiyo gharama. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja ambacho kingine ambacho nimekiona. Umeona? Kwa sababu hapa wanasema, yenyi wanaume mnajua kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Sisi neno la Mungu linatuambia, ukisoma ndani Yoshua inasema kwamba litafakari hili neno usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa. Ina maana kufanikiwa kwetu kunatokana na neno. Sasa kwa nini sisi hatufahamu hivyo kwamba kufanikiwa kwangu kunatokana na neno? Kwa hiyo hicho ni kimuhimu sana. Afu akasema ni hatari sana kudharauliwa kwa Mungu wetu. Hii nayo inanikumbusha jinsi ambavyo kama Elia, wakati wa Elia alikuwa anawahamasisha wale, huyu Mungu wenu mbona hajitetei? Yani hao wako tayari kumtetea Mungu wao asijitetea. Lakini sisi tunamshukuru Mungu wetu anajitetea mwenyewe. Lakini je, sisi tunafika mahali ya kumjua huyu Mungu kwamba ili Mungu ajitetee kwetu, sisi tunatakiwa tuwe na mahusiano fulani na Mungu ambayo Mungu mwenyewe anasimama kwa ajili yetu. Ngoja niishie hapo. Mungu awabariki. Amen. Amen. Karibu Sister Jen. Uko muted. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Ya mimi kuna vitu nitabidi niongea haraka. Kuna vitu nimeviona vichache. Cha kwanza, huyu mchungaji alikuwa anafanya hii biashara, sio alikuwa anaitwa sio ndo nani huyo? Umeona hapa, alikuwa anaona kupoteza kibali chake kwa sababu tayari alikuwa ashakubalika katika mambo. Huyu anaitwa sio Nelaso, sio katika hiyo sehemu alioenda, huyu alikuwa anatunga hivyo vitu anyway. Umeona Kwa hiyo alikuwa kuna hali ya kupoteza kibali. Kibali ni kitu chochote ambacho umekubalika katika hiyo eneo, umeona, na ambapo alikuwa anaona kwamba Paulo akija na akihubiri ile neno, kibali chake kitatoka. Umeona Kwa hiyo ilikuwa inaweza kusema kibali ni kama I don't know, kibali ndio kinaita kila kitu. Inaweza ikawa fedha, inaweza ikawa kitu chochote kile katika uongozi na vitu kama vile. Na most of the time kuna hivyo vita mara nyingi kwa ile mambo alikuwa anayapata pale. Na yani kupoteza na kingine tena nilikuwa naona kuna vita ya madhabahu. Kwa sehemu yote ukiambiwa kuna Mungu, hakuna jina la Yesu tutapeleka pale pasipatikane na vita. Kwa hiyo hapo vita nyingine ilisimama, ni vita ya madhabahu. Na kizuri tena kingine hapo wamemention kwamba alikuwa Mungu gani? Alikuwa Mungu mwanamke. Umeona Kwa hiyo kwa sababu hata sisi wenyewe hapa tukiangalia katika makabila, waliotoka Uchagani kuna miungu yao, waliotoka usiu Makondeni kuna miungu yao, kila sehemu kuna miungu yao. Lakini hapa wamejaribu kutuonyesha kabisa alikuwa huyo ni Mungu mwanamke. Kwa hiyo kulikuwa kuna vita ya madhabahu, vita ya miungu. Umeona Na kingine tena, ibada za sanamu. Ibada za sanamu inaweza ikawa sanamu wa kuchongwa, hapo tumeelezewa tu ni ibada ya kuchongwa ya sanamu. Lakini ibada ya sanamu ni ibada yoyote ambayo wewe unaiona kwanza, Mungu anakuja namba 2. Na hiyo ibada ya sanamu iko makanisani. Hii pesa tunaona inazungumziwa hapa, yani watu tunaenda kukimbilia makanisani kwa ajili ya material stuff. Umeelewa? Hicho ndio cha kwanza kinachotupelekaga makanisani. Umeona? Yaani sasa hivi ndio maana hata ukisikia watu wanakimbia kwenye miujiza kwenye nini, ni kwamba pokea nyumba, pokea gari, pokea kiwanja, pokea pesa, pokea fanya biashara, hivyo vitu. Lakini salvation na vitu vingine watu atuvitaki. Kwa hiyo hii ni agenda ya shetani ambayo ipo hata kwa anamjaribu Yesu. Kwa tunaona kwamba ukinitumikia nitakufanya hivi. Kwa hiyo na hiyo hapa tumeiona. Umeona? Ibada ya sanamu wake sawa, anza kama mwanamke wa kuchongwa, lakini the end of the day ni ibada ya pesa ambayo hata sisi mwenyewe kwenye kanisa ndio tuko nayo sasa hivi. Na hata sasa hivi kila sehemu unapoenda kwenye social media, watu wako tayari wakae uchi, wakae kokote, kila as long they can get money and fame. Fame inaendana na pesa, pesa inaendana na fame. Umeona?
Na kingine tena nimeona kwamba kulikuwa kuna mahubiri ya Paulo ambayo yalikuwa yanaenda kinyume na desturi ya eneo lile. Na hii ni sehemu yoyote ukiachana na Paulo, hata sisi sasa hivi tukitoka tumeenda kule kwenye asili ya mama zetu walikozaliwa au baba zetu, tunapopeleka na ambako wamebeba, ambako I don't know, kuna wengine wanatembelea neema, unakuta bibi na bibi washakuwa wachungaji au whatever. Mimi naongelea ambao wamebeba asili. Unapofika pale unaanza mambo ya Mungu, unataka kutoa desturi zao na mila zao ambazo wamezizoea, lazima utainua vita. Naomba nishie hapo. Amen. Amen, ubarikiwe. Basi kama hakuna mwingine, naomba nikukaribishe Sister Kanana uendelee. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa michango yenu mizuri. Mungu awabariki. Mimi nitaenda tu kuchangia, nitaangalia baadhi ya verses ambazo nitazidiscuss kama jinsi nilivyokuwa nafunguliwa wakati naendelea kujifunza neno hili. Nikiangalia kwanza huu mstari wa 21, kwanza nataka niuangalie huo. Tunaona ratiba za Paulo za kimisheni zilipangwa na Roho Mtakatifu. Kwenye ule mstari wa 21 unaona Roho, ukisoma hapa utaona Roho Mtakatifu anamuongoza Paulo kuelekea Makedonia na Akaya. Ili aweze kwenda Yerusalemu pia kupitia Rumi. Hakuwa anaenda tu yani kwa kujifikirisha, ni Roho wa Bwana alimuongoza katika hiyo safari. Kama tulivyojifunza last week, Roho Mtakatifu ni Mungu, na Mungu peke yake ndiye mwenye aliyetumba na aliyetuleta hapa duniani na kwa ajili ya mipango yake. Sasa yeye peke yake ndio kiongozi ambaye ataweza kutusaidia tuweze kupita kwenye njia ipasayo ili tuweze kufanikisha ile mipango yake. Bila Roho Mtakatifu kuna madhara makubwa, tuliona hiyo last week kwenye Matendo 19:2. Unaweza ukafuatilia. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwa Wakristo wasiotaka maisha yao yawe ya hasara hapa duniani. Hivyo ndugu zangu, tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo nilikuwa nimeliona pia hapa ni huduma ya ufuatiliaji. Tumeisoma hii sana katika hii Matendo ya Mitume. Tunamwona Paulo anafuatilia sana. Ni huduma endelevu. Tunaona anayatembelea makanisa na kuyahudumia. Mwandishi hapa Luka hatuambii kwamba akuandika, lakini ukienda kwenye kitabu cha nadhani Wakorintho wa kwanza 16:1-4, pale anaandika kwamba ngoja niangalie mara moja. Anaandika kwamba anasema alikuwa anaenda kwa ajili ya kukusanya sadaka na kupeleka zawadi zao kusaidia kanisa lililoko Yerusalemu. Hayo ndio unaona maelezo ya kwenye, ukienda nimebrief tu hapo, nimesummarize hiyo Wakorintho wa kwanza 16:1-4. Kwa hiyo kulikuwa na target ya kwenda huko kwa ajili ya kukusanya sadaka, then kupeleka kwa ajili ya makanisa mengine ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo alikuwa anafanya huduma hizi kusaidia ili kanisa lizidi kusonga mbele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni, tunamwona jinsi Paulo alivyofocus ili watu waweze kulijua neno. Bwana Yesu asifiwe. So nitaangalia pia mstari wa 22, tunasoma issue ya wale wasaidizi au tunaoita wasaidizi wa hatima, destiny helpers. Sehemu kubwa ya huduma ya Timotheo na Erasto ilikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia Paulo kukuza huduma yake kwa ajili ya kuijenga kanisa ambao ni mwili wa Kristo. Utaona kwenye ile Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 27 na 28 inasema kwamba basi ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja wenu ni kiungo cha huo mwili, na Mungu ameteua katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha watenda miujiza, kisha waponyaji. Afu anaongelea issue ya wasaidizi. Mungu amewatoa wasaidizi, watawala na wasemaji kwa lugha mbalimbali. Katika Biblia tunaona Mungu ana position, anaweka watu mbalimbali kuwa wasaidizi. Ukikumbuka kuna mfalme Daudi na mtoto wa Sauli Jonathan, ambapo Mungu anamtumia Jonathan kusaidia hatima ya Daudi ambaye angeuliwa na Sauli mfalme. Pia tunaona kuna Yethro alikuwa msaidizi wa hatima ya Musa.
na alimpa ushauri mzuri kule kwenye Kutoka 18. Tunaona pia Musa mwenyewe na Harun mdogo wake, kaka yake yule. Pia tunaona kwenye Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 3, ilikuwa yule mjakazi yule mtu alikuwa anafanya kazi ndani, aliweza kutumiwa na Mungu kumsaidia Naaman. Paulo na Barnabas tunaona hao wote. Mungu anaweka watu. Barnabas ni msaidizi. Tunaona Elia na Elisha, tunaona Ruth na Naomi, Esther na Mordekai. Tunaona watu wengi wasaidizi wa hatima huletwa na Mungu ili kusaidia kukamilisha makusudi ya Mungu katika maisha ya mtu, yani kwa ujumla. Wasaidizi wa hatima hutoa mwongozo, hutoa maonyo, saa zingine hutia moyo, hutoa msaada wa hali na mali, saa zingine usaidia katika ile mtu reach out their potential, yani aweze kufikia katika ile level ambayo Mungu amemweka. Wasaidizi hawa wa hatima mara nyingi wanakuwa ni watu ambao hukuwatarajia. Ndio sababu ni muhimu sana kujengea mahusiano mazuri na watu bila kudharau yeyote, kwa sababu hata adui Mungu anaweza akamtumia akawa ni msaidizi wako. Tunaona kwenye Mwanzo 39 mstari wa 20 mpaka 23, mke wa Potifa alivyofikiria kumweka Yusufu gerezani. Unaona hapo, lakini Mungu akampa favor huko gerezani, na baadaye tunaona akaja kuwa prime minister. Sio kila msaidizi wa hatima atakuja na kukaa na wewe forever. Kuna wengine wanakuja na kuondoka, kwa ni mambo ya kuangalia. Tuwe tayari hata sisi kutumikika. Sisi sote ni wasaidizi wa hatima ya mtu mwingine. Ni vizuri sana kuombea wasaidizi ili Mungu aweke in line na wewe ili uweze kufanikisha maisha. Kwa sababu Mungu mara nyingi anawatumia wasaidizi kudirect ile vision aliyokuwa nayo kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitaangalia tena mstari wa 23 hapa. Unasema wakati huo palitokea ghasia kubwa kwa sababu ya njia ya Bwana. Njia ya Bwana au ilikuwa inajulikana kama njia hii. Wakati huo wafuasi wa Yesu walijulikana au walitambulika kama njia hii au watu wa njia hii. Ilikuwa na maana ya njia aliyoifanya Yesu kwa kupitia mwili wake, kama unavyoweza kusoma kwenye Waebrania 10 mstari wa 20, inasema kwamba kwa njia mpya iliyo hai tuliofunguliwa kupitia lile pazia, yaani njia ya mwili wake. Yesu pia anawaambia wanafunzi kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kule kwenye Yohana 14 mstari wa 6. Yesu ni njia ya kwenda kwa Baba, njia ya uzima. Ili tuweze kuelewa Matendo ya Mitume vizuri, mstari wa 24 mpaka 28, ni vizuri labda tungepata kidogo ka historia. Sitaongea sana historia na utamaduni wa Efeso. Wakati huo mji wa Efeso ulikuwa maarufu sana kwa kuabudu huyo mungu mwanamke. Nadhani ameongea kidogo Sister Jane, mungu mwanamke ambaye alijulikana kama Diana au Artemi. Hekalu la Artemi huko Efeso lilikuwa ni moja ya maajabu 7 ya dunia. Hilo hekalu lilikuwa maarufu kwa shughuli za kidini, vile za kiuchumi. Ndani ya hekalu hilo kulikuwa na sanamu hiyo ya huyo mungu mke Artemi, ambayo wanasema kwamba haikutengenezwa na mtu bali ilishuka au ilianguka kutoka mbinguni, jambo ambalo sio kweli. Alina ushahidi, sio kweli. Na watu walitoka pande zote za dunia kwenda huko Efeso lilipo hilo hekalu ili waweze kumwabudu huyo Artemi. Kutengeneza na kuuza vinyago vya fedha vya Diana ilikuwa ni biashara yenye faida kubwa sana. Kwa mafundi wengi walitegemea sana biashara hiyo kwa ajili ya riziki zao, ili waweze kuendelea na maisha. Kwenye mstari hii tunaona nini sasa? Au tunajifunza nini? Tunaona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya dini na uchumi. Injili ya Yesu ni tishio kwa imani na uchumi wa watu. Tunaona hapa Demetrio, yule muunzi wa vinyago vya miungu, anapingana na Paulo. Anaona biashara yao
ipo kwenye hatari kubwa ya kuporomoka. Watu kama wa Demetrio wanasimamishwa na tamaa zao, wanahamasishwa na tamaa zao za fedha, utajiri, ili waweze, ndio maana wanapinga. Kwa hiyo wanataka kufanya ili wapate kwa manufaa yao. Muda wote neno la Mungu linapohubiriwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu husababisha upinzani. Ameongelea hiyo Sister Jane, upinzani kwa makala wa shetani. Sasa tulikuwa tunasoma Mafarisayo, nao ni wapinzani. Tulikuwa tunaona pia watu wengine wa kidini ambao wanataka dini zao ziendelee, wanakuwa na upinzani. Jina la Yesu linapoitwa linatikisa miungu mingine. Tunaona nguvu za miungu pia hapa zinavyowakamata watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kumwabudu huyu Mungu Diana. Tunaambiwa wanapiga kelele kwa muda walipoona utukufu wake utaondolewa. Wanapinga na wanapiga kelele. Je, sisi jina la Yesu linapodharauliwa au kejeliwa tunapinga? Nadhani ameongea kidogo Sister Rebecca, ni katika hiyo line. Je, sisi tunapoona jina la Yesu linachezewa tunanyamaza tu? Tunanyamaza tu, tunaacha jina linadharauliwa? Tunafanya nini? Mstari hii inatukumbusha hatari za kuabudu miungu na kupenda mali upelekea watu kuwa mbali na Mungu wa kweli. Wengi hubaki kuwa Wakristo tu ambao ni duni katika makanisa. Tunaona ibada za sanamu pia, ameongelea Sister Jane kidogo hapo. Chochote kinachochukua nafasi ya Mungu wa kweli ni sanamu. Wengine ni kazi, wengine ametaja baadhi ya vitu, wengine ni watoto wetu, nyumba zetu, wengine ni magari, vitu ambavyo wengine wanaenda kwa makanisani kwa ajili ya kuvipata, inakuwa tena ni sanamu. Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka wa 6, Mungu alinena, amesema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa kutoka nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Unaona, Mungu anasisitiza usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu za kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Ni nini kinachochukua nafasi yako ambacho kinasababisha kinakuzuia kupokea injili kikamilifu? Material things ambayo tunaenda kanisani kuyatafuta, hela, utajiri, vitu gani vinavyotufanya? Tunaona hapa pesa ilikuwa ni sanamu ya hao wenzetu hao tunaosoma hapa, wanawazuia kupokea injili. Utajiri ulikuwa ni muhimu kwao zaidi ya ule ukweli. Nikiangalia kwenye mstari wa 29, naona kuna huyu mtu anaitwa Gayo na Aristarko, hao wanakamatwa. Tunaona neno la Mungu linatimia. Yesu aliandika kwenye Luka 21 mstari wa 12, lakini kabla haya yote hayajatokea, watu watawakamata ninyi na kuwatesa. Mtashtakiwa mbele ya wakuu wa masinagogi na kufungwa magerezani, na wengi mtapelekwa kushtakiwa mbele ya wafalme na watawala kwa ajili ya jina langu. Unaona jina la Yesu lilivyo tishio. Watu wanakamatwa na kuwekwa magerezani. Tunaona sasa hawa ambao walikuwa wanapatana na Paulo, Gayo na Aristarko wanakamatwa kwa sababu watu wanaona ni tishio. Hii isushangaze hata sisi miaka inayokuja hii, nyakati hizi za mwisho, haya yatatokea. Watu watakuwa wanakamatwa kwa sababu jina linatajwa. Jina la Yesu ni tishio kwa wengi. Amina. Basi ningeishia hapa tu kwa hii mistari mitatu, 23 mpaka 29, na nitamkaribisha Sister Pamela nisomee ile mistari mingine kwa kumalizia. Karibu Sister Pamela. Sister Pam, utakuwa umejimute, hatukusikii. Samahani, kumbe nilikuwa naongea peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma kama ilivyoandikwa kuanzia mstari wa 30. Paulo alitaka kuingilia kati, lakini wanafunzi wengine wakamzuia. Hata baadhi ya viongozi waliokuwa marafiki wa Paulo walituma watu asiingie katika ule ukumbi.
Pakawa na kutokuelewana katika ule ukumbi kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wakisema jambo moja na wengine lingine. Ikawa ni fujo. Wengi wa watu waliofika hawakujua ni kwa nini walikuwa wamekusanyika huko. Wayahudi wakamchagua Alexander azungumze kwa niaba yao, naye akawaashiria watu wanyamaze apate kuzungumza. Lakini umati ulipogundua ya kuwa yeye ni Myahudi, walipiga kelele kwa kiasi cha saa 2 wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Baadaye karani wa mji alipofanikiwa kuwanyamazisha, aliwahutubia akasema, ndugu wa Efeso, kila mtu ulimwenguni anajua ya kuwa mji wa Efeso ndio unaotunza hekalu la Artemi aliye mkuu na ile sanamu iliyoanguka kutoka angani. Kwa hiyo, kwa kuwa hakuna anayeweza kukanusha mambo haya, sioni sababu ya ninyi kufanya fujo au kuchukua hatua ambazo baadaye huenda mkazijutia. Kwa maana mmewaleta hawa watu wawili hapa, ingawa wao hawajafanya uharibifu wowote kwa hekalu la Artemi au kusema maneno ya kufuru juu ya huyu mungu wetu mwanamke. Kama Demetrio na mafundi wenzake wana mashtaka juu ya mtu yoyote, mahakama ziko wazi na mahakimu wapo, wachukue hatua za kisheria. Lakini kama kuna mashauri mengine, itabidi mtumie baraza halali. Hivi sasa tuko katika hatari ya kushtakiwa kwa kufanya fujo, kwa maana hatuna sababu ya kuridhisha kuhusu mambo yaliyotokea leo. Baada ya kusema haya, akavunja mkutano. Amen. Amen. Ubarikiwe sana Sister Pamela, Mungu akubariki, na mkaribisha moderator, karibu kwa ajili ya kuchangia. Amen. Karibuni, karibu mwenye mchango. Tuendelee. Hakuna anayeweza kuchangia? Karibu Sister Jane, then karibu Rebecca. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Na Amen. mimi ndao nichangie sehemu moja tu kwamba kuna kitu ambacho kinatufundisha hapa, japokuwa tunapokuwa katika huduma, shetani yupo anajidhihirisha kwenye distraction, si ndio Distraction zilikuwepo, lakini katika zilivyokuwa zinatokea pale zilikuwa mwilini. Umeona Lakini sisi bado kama Wakristo tunapokutana na ghasia, lazima tukumbuke kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, juu ya mamlaka na falme. Pale zile zilikuwa ni falme zinafanya nini? Zinaleta, tunajua hapa kuna huyo nani, huyo ambaye alikuwa anatetea ugali wake, biashara, nao watu tayari, ambayo unaona kabisa kulikuwa kuna yani tayari walikuwa kwenye nia zao hizo za kuishi katika maisha hayo. Sasa unapokuja na kitu kingine tofauti na kile, ndipo pale hii vita inatokea. Kwa hiyo itufundishe sisi tunapokuwa kwenye huduma, tunapokuwa sehemu yoyote, tukumbuke vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni falme. Pale alikuwa anapingana Paulo, pamoja alikuwa anapeleka dini, lakini kuna falme tayari ilikuwa zimejengeka, kwa sababu tunapoongelea falme zingine hazionekanagi na zingine zinaonekana. Kuonekana pale tulipoonyeshwa kwamba huyu alikuwa mfujo wa fedha na vitu kama vile, watu wajipatia fedha na alikuwa anaabudu, na bado tulikuwa tunaonyeshwa kuna hiyo sanamu, huyo mungu sanamu. Kwa hiyo bado mimi naongelea katika pointi yangu hii moja ya kwamba vita vyetu si juu damu na nyama, bali ni falme. Kwa hiyo tutapoingia rohoni na kuomba, Mungu atatutetea. Na kama hapo alikuwa ameandaa vurugu kubwa, lakini unaona kwamba ilinyamazishwa na pale pale, kwamba kama mnaona kama kuna makosa haya, nendeni mkashtaki. Kwa hiyo na sisi tusisimame sana kwenye mambo mengi tunayoyapitia, kukimbilia kwenye serikali za mitaa, kukimbilia polisi, kukimbilia watu. No, tupige magoti, Mungu wetu anajibu. Wewe niishi hapo, ni mwache dada Rebecca, afu ninaomba nitaingia tena kama nitapewa nafasi. Karibu nimalize. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Mi mchango wangu nina kama point 2-3. Ya kwanza ni jinsi ambavyo hawa wanafunzi walimzuia Paulo kuingia katika ile vurugu. Unajua mara nyingine when you are involved, yani tuseme wewe ndio issue ni yako, inaweza kuwa tu hata jaribu, kwa mfano uko kwenye situation fulani ya ndoa, ugonjwa, watoto, saa nyingine emotions runs high, au kwenye ministry kama hivyo emotions runs high,
and you need people ambao watakuwa wana kusupport, au tuseme ile supporting system. Tunaomba ndio, lakini Mungu anatumia watu. Kama hapa Mungu alivyowatumia wale watu kumshika Paulo asiingie katika ile vurugu. Hata sisi mara nyingine unasema nitamwambia hivi, au nitasema hivi, au nitafanya hivi. Those are emotions, kwa sababu ya human beings. Umeona? Lakini tunahitaji kuwa na watu ambao ni kama counselors katika maisha yetu, ambao panapotokea vitu ambavyo sisi wenyewe katika hali ile ya zile habari zinapokuja zinatuchanganya, tunatakiwa tuwe na watu ambao they can calm us down, kama ambavyo hawa walimzuia Paulo, kwa sababu hatujui ni kitu gani ambacho kingetokea. Tunajua Mungu asingemwacha afe, lakini angeweza kuumia, pangeweza kuwa na madhara kwake yeye kimwili, au hata kiroho, hata kinini kisaikolojia. Kuna vitu vingine ukisha go through it you will never remain the same. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na watu ambao wana to calm down, especially wakati wa mawimbi. Kingine ambacho nimekiona ni jinsi ambavyo njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu waweka adui zake miguuni pake. Kwa hiyo tunaona kwa sababu walikuwa in the right path, they are doing the right thing at the right time, ni Mungu ndo ambaye ameenda kusimamisha yale mawimbi. Mara nyingine mawimbi katika maisha yetu haya yanaendelea kutupiga kwa sababu is either ya vitu pamoja na kuwa inawezekana ni uonezi wa shetani. Tuondoe uonezi wa shetani, ambapo tunatakiwa tusimamishe hayo mawimbi. Na mawimbi ambayo yamesababishwa na shetani, ukiambia simama yatasimama, kwa sababu tumepewa mamlaka. Lakini kuna mawimbi mengine sisi tunaweza kuwa ni sababu ya mawimbi kutupiga. Yawezekana kabisa bado njia zetu hazijampendeza Mungu, kiasi ya kwamba Mungu aka calm down zile ghasia katika maisha yetu. Kwa hiyo mara nyingi na mimi nimejifunza kwamba tunaweza sasa penda kuangalia vitu outside us, but what about inside us? Kitu gani ambacho mimi nakifanya au nimekifanya kinasababisha hizi ghasia zinaendelea hapa katika maisha yangu? Kwa hiyo tunaona hawa Mungu akainua hata mtu ambaye hamwamini Mungu, hamjui Mungu, anaabudu miungu, kusimama upande wa kina Paulo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzitafakari njia zetu wenyewe kama zinampendeza Mungu, mpaka Mungu akatutetea sisi. Kingine ambacho nimeona nini wanasema, kwa maana mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu mke wetu. Kwa hiyo ina maana hata sisi katika arguments zetu au katika nani yetu, we cannot be offending people umeona hawa pamoja na kuwa wanahubiri injili, lakini they wamestick kwenye message moja, kumhubiri Kristo. Hawakusimama kwenye upande wa kumtukana Diana au kusema huyo Diana vile hivi na hivi. Hiyo ingewasababishia hata legally wangekuwa hawana ground ya kutetewa. Lakini hekima inahitajiwa sana katika kuhubiri. Umeona, katika kuhubiri, katika kufundisha, ili kwamba wale watu wasiwe na neno. Kwa sababu hata tukimwangalia Danieli, wanasema walivyomwangalia Danieli walikuta hakuwa na kosa lolote la kumshtaki isipokuwa imani yake kwa Mungu. Bwana Yesu vile vile watu walimkuta hana kosa. Kwa hata sisi wapendwa, tusijiweke mahali kwenye position ambapo watu wakituangalia wanaona makosa yamezidi hata ile good intention ambayo tulikuwa tunaifanya. Mungu awabariki. Amen. 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 Jeni, kama unaweza kuongea kwa muda mfupi ili nimalizie. Okay, basi ngoja nimalizie tu kwa hapo tuliposoma kuanzia sijui 23 mpaka hapo kwenye hizo ghasia kote. Kuna kitu kimoja tu mimi nataka tuendelee kujikumbusha sisi, kwa sababu sisi ni wanadamu, na hata kama tumeokoka, tunamjua Mungu, tunasoma neno la Mungu, bado mishale ya adui bado ipo. Ndio maana kwa Yakobo aliyosema naomba kwa tamaa zenu na vitu kama vile. Alikuwa anajua kama sisi tumeokoka, lakini bado kuna vitu vingine tunaviomba kwa tamaa. Ni mimi tunamsikia kwa mbali. Unasikia kwa mbali? Yeah, hapo unanisikia? Yes. Yani kuna kitu kimoja nataka tu napenda tu kama tuendelee kukumbushana kwamba kuna sehemu ambayo tumeambiwa kwamba hatujibiwi maombi yetu, tunaomba kwa tamaa zetu. Kwa hiyo ina maana tunajulikana kama tukiwa Wakristo, kuna muda mwingine tunakutana na mishale ya adui. Sio lazima akufanye uumwe ufanye nini, kuna tamaa inaweza ikaingia tu. Umeona hiyo tamaa ambayo katika hii hapo kwa nilisema kwa 23 mpaka kwa 41 unaona kabisa ina moja kwamba kuna muda kwamba unabidi kuchagua pesa au Kristo. Ndio maana akasema kwamba anakuja kugeuza nia. Kuna neno pale limeandikwa nia, sikumbuki mstari gani ule.
Kwa hiyo hata sisi kwamba kuna muda tutakaa tutampenda Mungu, lakini adui anaweza akasimama na mshale, na ule mshale ukatuingia kwenye tamaa. So mtu kwa kupigwa na asili kwa kulogwa, hapana. Unashangaa umebezi katika vitu ambavyo vimebeba nia mbili. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Mungu, na hata na sisi tuna kazi yetu ya kumwangalia mwenzetu. Unasema alikuwa amesimama kwenye nia hii, lakini mbona amesimama kwenye nia ile nyingine? Kwa hiyo Mungu atusaidie tusiwe katika yani kwamba kwenye kuchagua nia ambayo imebeba pesa, tubaki katika nia hiyo ya kumtafuta Kristo katika wokovu ambao umebeba Kristo. Amen. Amen. Ni hapo Amen. tu. Amen. Mbarikiwe sana wachangiaji. Kabla sijamkaribisha mwalimu, kuna yeyote ambaye ana neno labda kidogo la kuongezea? Karibu Sister Ayo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siko mbali Amina. sana na Sister Rebecca. Tunaona kabisa Mtume Paulo alikuwa anaongozwa na Roho, hiyo safari yake aliambiwa na Roho. Kwa hiyo tujifunze kuwa hata kama kwa hiyo Roho ametuambia twende sehemu, ila tunapofika kule kuna mambo labda yanaweza kabadilika, kama hapo Paulo alikuwa anatamani kuongea labda, lakini akazuiwa. Na pia tuwe na masikio ya kusikia, hata kama Roho ametuagiza kwenda sehemu, tuwe na masikio hata kusikia ushauri wa wengine, kwa sababu hapo kama Paulo ukiangalia kama vile alikuwa anashindana na wale wa mitume wake na wale wanafunzi wake, kwamba alikuwa anataka kuingilia, mpaka marafiki zake wakamzuia ili asiingilie. Unaweza kusema Roho ameshaniambia mimi ni mpako mafuta Bwana, hata mimi nasikia Roho. Kwa hiyo tunashindwa hata kusikiza mashauri mengine, hata kama Mungu anaweza katumia mtu yeyote. Kwa hiyo tujifunze pia kusikiza mashauri hata kama Roho ametuambia. Tunaona hata wakati Sister Rebecca anaongea nikakumbuka Daudi alikuwa amepanga kwenda kumuua yule Nabali na familia yake yote, lakini akatokea mke wa Nabali akamshauri, bwana, hicho unachokitenda si sawa, kitakuletea doa katika ufalme wako utakapokuwa umechaguliwa kuwa mfalme. Kwa hiyo tunajifunza hata kama Roho ametutuma sehemu, hata kama Roho ametutumia, tusiseme Bwana mimi ni mpako mafuta siwezi nikasikia yote, kwa sababu hata Roho wa Mungu ameshaniambia nifanye hivi, labda Roho wa Mungu ameshanituma niende sehemu fulani. Unaona hata hapo Mungu akainua mtu mwingine. Wakati mwingine Mungu anaweza kataka tunyamaze tu akatumia mtu mwingine, kwa sababu labda wakati labda tunataka kuongea sauti zetu hazitaweza kusikika, lakini Mungu ataweza kutumia mtu yeyote, na tuweze tu kuwa tunasikiza ushauri hata kama kwetu tunaongozwa na Roho, lakini Bwana anaweza kutumia mtu yote, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaweka nia kufanya kitu fulani. Ukishaweka nia kufanya kitu fulani, huwezi ukamsikia yeyote. Hata Roho wa Mungu akikushauri unashindwa hata kumsikia, kwa sababu ile nia yako umesha focus kufanya kitu fulani. Kwa wakati mwingine Roho wa Mungu anatumia mtu mwingine kukushauri ili uweze kubadilisha ile nia, ili mambo yako asiweze kuharibika baadaye. Asante. Amen. Ubarikiwe sana Sister Ayo. Basi karibu Sister Kanana umalizie, na Mungu akubariki. Amen, amen. Nashukuru sana kwa michango mizuri. Mungu anaendelea kutufundisha, neno lake lina nguvu. Mlipokuwa mnachangia naangalia kila mstari una maana katika maisha yetu. Kila mstari unaweza ukauona mstari labda ni mdogo au haukuelekei, lakini ukichunguza zaidi utaujua kwamba una maana kubwa sana ndani ya maisha yetu. Nitaangalia kwanza mstari wa 30 na 31. Tunaona Mungu anawatumia wanafunzi na marafiki wa Paulo kumzuia ili asiweze kuingia kwenye ukumbi. Kama alivyosema Sister Rebecca hapo, unajua saa zingine mtu ungependa labda ufanye jambo, lakini Mungu unataka kufanya zaidi ya vile ambavyo umepangiwa, kwa sababu Paulo angeweza kwenda kweli kupambana na wale watu, lakini Roho wa Bwana akawatumia wale watu marafiki na wanafunzi wamstopishe, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango. Paulo angeweza kusema jambo ambalo labda sio sahihi kwa wakati. Ukiangalia kwenye Mhubiri anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna majira ya yeye kunyamaza, kulikuwa kuna majira yeye kunena. Wakati huo ulikuwa wakati wake wa kunena. Ukisoma hiyo kwenye Mhubiri 3:7 utaona inaeleza vizuri tu, yani kwamba kuna majira, kuna nyakati za kunyamaza, nyakati za kusema jambo. Wakati huo ulikuwa wa Paulo kusema chochote. Mungu alikuwa ameshaweka watu kwa ajili ya kazi hiyo. Mstari wa 32, umati umechanganyikiwa, tunaona kuna fujo zimeanzishwa. Tunaambiwa palikuwa na tunaambiwa pakawa na
kutokuelewana katika ule ukumbi, kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wakisema kwa jambo moja, wengine wanasema kwa jambo lingine. Na obviously tunaambiwa fujo ikatokea. Mungu anaposhuka, nadhani ameongea kidogo Sister Jane, Mungu anaposhuka maana lazima kuwe na tikisiko. Tunaambiwa kwenye huu mstari, wengi wa watu hao waliofika hawakujua ni nini, kwa nini walikuwa wapo katika hayo makusanyiko. Kwa mfano kihistoria, wakati neno la Mungu linasambaa mahala mbalimbali, tunaambiwa pia kuna vikundi huwa vinajiform, vinajianzisha ili kufanya fujo. Hii inaotokea hapa kwa Waefeso sio jambo ambalo halijatokea, inaendelea kutokea hata sasa. Tunaamua hata wakati wa Salvation Army ilivyoanza, kwa wale wanaojua Salvation Army, tunaambiwa ilipoanza kulikuwa na vikundi vilivyojinyanyua ili kusababisha fujo tu, kwa sababu walikuwa hawataki yale ambayo yalikuwa yanatendeka na Salvation Army, mpaka baadhi ya watu wale wafanyakazi wa Salvation Army waliuawa. Kwa hiyo jambo hili sio kwamba kwa sababu kuna vita kama alivyoongea Sister Jane. Kwenye mstari wa 33 tunaona anasimamishwa huyu Myahudi Alexander ili aongee, lakini anashindwa kwa ajili ya umati ule wenye hasira juu ya Mungu wao. Wana hasira juu ya Mungu wao. Tumeongea hii jambo, wanaonekana wako wana ziu kubwa ya Mungu wao, ndio maana hawataki kusikiza, wanataka tu kufanya yale na wale wanaotaka kufanya. Tunaambiwa kwenye mstari wa 34 walipiga kelele kwa kiasi cha masaa mawili wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Unaweza ukajiuliza wewe mwenyewe, nani ni mkuu kwako? Wanasema huyu Artemi ni mkuu. Je, wewe unasema nani ni mkuu kwako? Swali la kujiuliza hapo. Hii swali pia nililiuliza hapo mwanzo. Watu wanapolikejeli jina la Yesu, wewe unapiga kelele au umenyamaza, au unataka kuwapendezesha watu, unajichekesha labda hivi ili uonekane kwamba na wewe uko pamoja. What do you do? Unafanya nini? Is the issue of political correctness, kwamba watu wakuone na wewe uko part of the system. Mungu atusaidie. Kwa Waefeso, aliyekuwa anaitwa huyu Waefeso ni mkuu. Tunaona kwamba hakuna ambaye anamwabudu sasa hivi hadharani, kwa kwamba hata hawa wana mwisho wao ambao sio wa kweli. Tunaona mamilioni hata sasa hivi wanaendelea kumwabudu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu wote. Wanaomwamini wanaokolewa naye. Kwenye Ufunuo 1 mstari wa 18 anasema kwamba mimi ndiye niishie, nilikufa lakini tazama niko hai milele na milele, ninashikilia funguo za mauti na kuzimu. Anatuambia Bwana Yesu hapa, yeye yu hai, yeye anaishi, yeye ni wa milele, lakini hawa wengine wanakuja na kuondoka. Kuna mafundisho mazuri ya Yesu, anasema mimi ndimi. Amefundisha Sister Rebecca, kama utapata nafasi kwenye channel yake ya YouTube Binti Sayuni, na recommend ukasikilize. Mimi ndimi, Yesu ndimi uzima, Yesu ndimi njia, yeye ni njia. Yeye yuko hai. Mstari wa 35 mpaka 41 unaongelea kuhusiana huyu karani. Huyu karani wa mji wa Efeso. Mungu anamtumia ili aweze kunyamazisha zile kelele. Amemchagua kwa ajili ya katika huo. Mungu anahifadhi watu wake na neno lake ili liweze kufikishwa pale ilipokusudiwa. Alitaka neno lihubiriwe na Waefeso, na alitaka watumishi wake waendelee kufanya yale anayotakiwa kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo alitumia watu hao. Kuna mwandishi hapa Luka anaripoti kwamba anamripoti huyu mtu kuonyesha kwamba pia kuna watu wenye busara ambao kama huyo karani kwa mfano, ambao wanaona hakuna haja ya kuogopa au kupigana na Injili. Kwa hiyo unaona, ndio maana na yeye anasimama na kuweza kuambia watu, yani haoni shida, haoni tatizo ambalo hawa kina Demetrio wanalileta. Mungu alitenda mambo makubwa na alifanya miujiza mingi ya ajabu kwa Waefeso, lakini shetani naye hakuwa kimya, na andani ameiongelea hii Sister Jane kidogo. Hii inaonyesha sababu mojawapo labda kwa nini Paulo aliandika Waefeso 6:10 mpaka 20. Ndio hiyo alikuwa anaiongelea Sister Jane.
Anasema kwamba tukisoma kwenye mstari kwa mfano ule wa 12 na 13, anasema kwa maana hatupambani na binadamu, bali tunapambana na tawala na mamlaka na nguvu za ulimwengu huu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kusimama imara kwa ajili ya uovu ambao utakuja. Sasa tunaona haya yote yanatendeka kama alivyoongelea Sister Jane. The point ni kwamba vita hivi ni vya Bwana. Adui anafanya kila aina ya njia aweze kusimamisha neno la Mungu lisiweze kuhubiriwa, lakini Mungu bado yu zaidi. Anatumia mamlaka yake, anatumia ambavyo ameviweka kwa ajili ya utukufu wake. Tunaona amewatumia hata watu ambao ni wako katika upande wa adui, anawatumia kwa ajili ya kulileta lile neno. Tunaona ukuu wa Mungu ulivyo, makusudi ya Mungu yanavyoendelea kufanyika. Nitaendelea kama hitimisho. Tunaona karibia ninamalizia, nimemaliza haraka. Kama hitimisho tu, Injili iliingia Efeso kupitia Paulo, Priscilla na Akila, wakisaidiana na wanafunzi wengine ili kuweza kumsaidia Paulo kueneza neno yeye Injili. Mungu tunaona alitenda miujiza mingi kupitia kwenye mikono ya Paulo. Tumesoma hiyo kwenye Matendo 19 mstari wa 11 mpaka wa 12. Waganga na wachawi wengi waliokoka tunaona, na kumwamini na kuliamini Injili iliyokuwa inafundishwa na Paulo, Injili ya Yesu. Tunaona pale kwenye Matendo 19 mstari wa 17 mpaka wa 20, kuonyesha ule upendo wao mkuu kwa Mungu. Tunaona wanachoma vitabu vyao vya uganga, wanachoma vitu vyao. Tunaambiwa kwamba Waefeso wengi walimpenda Bwana. Kanisa ili kanisa pia lilikuwa na lilipata pia wachungaji wazuri, akiwemo la Timotheo tunaambiwa, ambaye alikuwa askofu eventually. Kwa hiyo tunaona kanisa la Efeso wakati huu wa kina Paulo lilibadilishwa. Kulikuwa na mwamko, watu walibadilika, watu walimpenda Mungu. Lakini baada ya miaka 30 baadaye, hii utaiona kwenye Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu anamtokea Yohana, anamwambia awape ujumbe wa Efeso, kanisa la Efeso, kwamba kuwa upendo wao umekufa. Ule upendo wameuacha, ule upendo wao wa mwanzo, wanapaswa kutubu. Unaona jinsi ilivyo, yani ni kama it's almost going up and down, yani jinsi mambo yanavyokwenda. Hili ni kanisa ambalo lilikuwa limesimama na kukataa. Of course kuna watu bado ambao hawatampokea, kama tulivyoona last week pia. Hao ndo mara nyingi wanakuwa vichochezi wa wengine, lakini lazima tusimame imara. Ndio maana unaona Paulo anakazana kwa bidii kuwafundisha watu ili wasimame imara, ili wajue lile neno ambalo litawafanya wawe huru. Kila mmoja wetu na kila kanisa yatupasa kujichunguza. Tunao ule upendo wa kweli? Unajua wengi tukiokoka tunaanza vizuri, tunabidii, tunafanya, tunampenda Mungu, tunasoma neno, tunaomba, tunaombea wengine, tunafanya yale mambo ambayo Bwana ametutuma. Lakini baada ya muda tu ule upendo zikiingia changamoto za maisha, ule upendo unafifia. Unaanza kuwa mtu ambaye una doubt vitu ambavyo Mungu alikutendea, vingine unavijua, lakini bado unakuwa kama mtu ambaye hujaona ule ukuu wa Mungu. Ule upendo umekwisha, ule upendo umepungua, au umeacha upendo wa kweli, upendo wako wa kwanza na Mungu. Sasa anakuwa Mungu anakuwa tu kama go tu kwa sababu ya vitu ambavyo unavitaka, afu unarudi. Upendo ule wa kweli unakuwa umeondoka. Mimi maombi yangu ni kwamba Mungu atuwe katika position kwamba tunampenda tangu kama jinsi tulivyompenda mwanzo. Na kama kuna mtu labda ameuacha ule upendo wa kwanza, basi kama alivyowaambia Bwana Yesu wanafunzi wa kanisa la Efeso kwamba waende wakatubu, basi ni muda wa kutubu. Na Mungu awasaidie, tusaidie wote tujichunguze. Kama kuna wakati wa kutubu ni sasa. Hizi ni nyakati za mwisho, Bwana Yesu anakaribia kurudi. Kwa lazima tujichunguze.
kutafakari upendo wetu ukoje. Ndio tumefundishwa mafundisho leo, tumefurahia labda, au mafundisho yametutachi, lakini baada ya dakika tu mambo yanaingia ulimwengu, tumejisahau neno la Mungu linasema nini. Mungu atusaidie kwa sababu anakaribia kurudi. Nimefikia mwisho. Asanteni sana kwa kujoin. Labda kama kuna maswali kabla sijafunga, inakaribishwa au kuchangia. Kama mtu ana nyongeza kuchangia, tuna kama dakika 6 hivi, kama mtu yeyote ana cha kuchangia. Lakini ninge omba kama unataka kumpokea Bwana Yesu, mafundisho haya ambayo tuna share na kuchangia kwa pamoja, kama yanakugusa basi tu contact sisi kwenye social media zetu, WhatsApp groups, tutaku contact ili tuweze kuendelea kuwasiliana. Tafadhali usiache kufanya kama Mungu anakugusa, yani ufanye kitu. Basi kabla sijarudisha kwa moderator, nakaribisha kama kuna yeyote mwenye nyongeza. Rebecca naona amenyosha. Karibu Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna kitu hapo nimekiona, mwalimu umekiongelea kidogo, lakini naomba unanipa kilini touch. Wakati naongea point yangu moja nikaisahau. Hiyo ya kufuata mkumbo. Yaani hao walikuwa wanafanya ghasia, hawajui hata kwa nini wako kwenye ghasia. It's very funny but sometimes it's very sad. Na hiyo inakuta watu wengi sana. Tunaweza kuwa mahali hatujui tu kwa nini niko mahali hapa. Inaweza kuwa hata ni kiroho. Kwa nini uko hapo? Why are you confused? Kwa nini? Kitu gani kimetokea? Lakini utakuta ni mara nyingi kwa sababu tumefuata watu wanavyosema, watu wanavyofanya, au matokeo ya zile vurugu ambazo tuko katikati yake ni kwa sababu tumefuata watu na tukumfuata Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia kutupa roho ya where the spirit of God, there is no confusion. Where the spirit of God, there is liberty. Kwa hiyo ukiwa mahali kokote ambapo there is no liberty, jiulize, nimefikaje hapa? Nimefuata mkumbo au nimemfuata roho? Kwa sababu roho anatuongoza katika njia ya kweli na uzima. Mungu awabariki. Amen. 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 Basi nitakurudishia moderator, uendelee. Amen. Basi ubarikiwe sana na tubarikiwe sote. Amen. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.